that you are back this morning. So Doctor, God bless you and my son, and glad to see you, and may God bless you. Move up to me. Hello, yes. Amen. Tumchapie Yesu makofi. Hayo yalikuwa ni makofi ya Yesu, basi tuyaongeze hayo mengi. Tumshangilie Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake Dr. Maboko. Tunashukuru sana baba. Asante kwa ibada hii, asante pia kwa kuniamini kuweza kusimama katika madhabahu hii. Hallelujah. Amen. Basi kwa dakika chache nataka tujifunze vitu kadhaa. Shukrani kama lango la uwepo wa Mungu. Baada ya leo ni ibada ya shukrani, na nataka nizungumze kwa dakika chache ambazo tunazo shukrani kama lango la uwepo wa Mungu. Na kabla sijaenda mbali, nataka niukumbushe kwamba kati ya kitu ambacho adui anakiogopa katika maisha ya mtu ambaye tayari amempokea Yesu ni uwepo wa Mungu ndani yake. Uwepo wa Mungu ni kitu ambacho adui anakiogopa sana. Na kati ya mkakati ambao shetani huwa anauendeleza siku kwa siku, hasa katika nyakati hizi za siku za mwisho, ni kuwafanya watu wakose roho ya shukrani. Soma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 2. Mtume Paulo anatuambia baadhi ya mambo ambayo yatatokea katika siku za mwisho kama mkakati wa adui ambao anaupanda katikati ya kanisa na katikati ya dunia. Anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Alafu mstari wa 2 anasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Alafu anasema wasio na shukrani. Wasio na shukrani na wasio safi. Wakati ya kitu ambacho adui anakiendeleza au kinaendelezwa katikati ya mioyo ya watu wengi ni hali ya kukosa shukrani. Lakini maandiko yanatukumbusha kumshukuru Mungu katika nyakati zote. Na leo nataka nizungumze kwa ufupi tu shukrani kama lango la uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu. Na kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maisha ya shukrani na maisha ya uwepo wa Mungu ndani ya mtu. Na kabla sijaingia kwenye shukrani, nataka tuzungumze kidogo kuhusu uwepo wa Mungu. Unaposikia mtu anazungumza kuhusu uwepo wa Mungu, ni hali ya kuwepo au kujidhihirisha kwa Mungu au mtembeo wa Mungu. Mungu anatembea na watu, na imekuwa ni shauku ya Mungu miaka na miaka, vizazi na vizazi, watu watembee katika uwepo wake. Mungu alipomuumba mwanadamu kwa mara ya kwanza, alimweka katika mazingira ya uwepo wake. Na utagundua kwamba Mungu alikuwa na tabia ya kumtembelea mwanadamu alipomuumba. Maandiko yanatuambia ile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ile kwamba Mungu alikuwa anaenda kila jioni anamtembelea Adam. Asubuhi, jioni, wakati wa jua kupunga ataenda atamtembelea Adam, watapiga naye habari, watazungumza mambo mawili matatu ambayo yanaendelea katika bustani. Ile siku mwanadamu alipoasi, Mungu alipoenda akumkuta Adam katika nafasi ambayo alikuwa amezoea kumkuta. Na maana akamuuliza uko wapi. Kwa Mungu amekuwa akitafuta watu kutembea nao, na Mungu amekuwa akiita watu waweze kutembea naye. Ukisoma kwa habari ya akina Nuhu, akina Ibrahim, mitume na manabii, wote amekuwa akiwaita waweze kutembea na Mungu, kwa sababu ni shauku ya Mungu, yeye ambaye alimuumba mwanadamu aishi katika maisha ya Mungu ambaye alimuumba. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Kwa Mungu alituumba tukae katika uwepo wake siku zote, na amekuwa akitutafuta. Na unajua hata tutakapoondoka duniani tutaishi naye milele, tutakaa naye milele, sababu hiyo ni asili ambayo Mungu aliandaa toka zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ya kitu ambacho adui atakizuia katika maisha ya mtu ni hiyo asili ambayo Mungu aliiumba ndani yake. Wazo kuu la Mungu lilikuwa Mungu ukaa na mtu milele siku zote. Kama pasingetokea dhambi, tunakika kwamba mpaka leo Adamu angekuwa bado anatembelewa na Mungu. Lakini unajua hata Yesu alipokuja, katika kifo cha Yesu, kati ya kitu ambacho kilifanyika ilikuwa ni kupasua lile pazia lililokuwa katikati ya hekalu. Unajua hekalu ilikuwa limegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa patakatifu na sehemu ya pili ilikuwa patakatifu pa patakatifu. Na Biblia inatuambia kwamba kati ya hizo sehemu mbili palikuwa kuna pazia ambalo linatenganisha. Sasa usoma vizuri, Yesu alipokuwa anakufa pale msalabani, katika kitabu cha Mathayo sura 26, utaona pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili.
na tunajua ile sehemu ya patakatifu pa patakatifu, kati ya kitu ambacho kilikuwepo ilikuwa ni lile sanduku la agano lililokuwa limefunikwa na makerubi wa utukufu. Maandiko yanatuambia walikuwa wanakitia utukufu kiti cha enzi cha Mungu. Pale ni mahali ambapo palikuwa pamezungukwa na uwepo wa Mungu. Kwa palikuwa kuna limitation. Hakuna mtu ambaye aliruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu isipokuwa kuhani, tena mara moja kwa mwaka. Lakini Yesu alipokufa na alipofufuka, kati ya kitu ambacho alikifanya, alifungua mlango, alitupa access ya kila mtu kuweza kuingia katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Sasa tunapozungumza kuhusu uwepo wa Mungu, ni kati ya vitu ambavyo huwa vinachanganya sana, kwa sababu tunajua kwamba Mungu yupo kila mahali, Mungu yupo kila wakati, Mungu yupo kwa kila mtu. Kila mtu ana Mungu. Sasa unapotaka kumjua Mungu vizuri katika eneo la uwepo wa Mungu, huwa tunagawanya viwango vya uwepo wa Mungu katika makundi tofauti tofauti. Na kundi la kwanza ambalo huwa tunalisema au kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ni ile tabia ya Mungu ya kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Unajua Mungu anazo sifa kama 4 au 5 ambazo hachangii na mtu yoyote wala na roho yoyote. Kati ya sifa ambayo Mungu anayo inayotofautisha na roho zingine zote ni hali ya kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja, omnipresence. Kwa Mungu yupo hapa tunapofanya ibada hapa THM, lakini kwenye makanisa mengine pia yupo sahihi. Mikoa mingine pia yupo, nchi zingine yupo, mabara mengine pia yupo saa hii ambapo tunafanyia ibada hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hicho ni kiwango cha kwanza. Mungu yupo kila mahali, kila mahali. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 139 mstari wa 7 na wa 8, anasema niende wapi nijiepushe na roho wako, au niende wapi niukimbie uso wako. So Biblia zingine anasema niende wapi niukimbie uwepo wako. Kwa maana kwamba hakuna mahali ambapo unaweza ukaenda popote pale ambapo hakuna uwepo wa Mungu. Kila mahali Mungu yupo. Anasema hata akipanda juu sana, anasema niende wapi niukimbie uso wako, au niende wapi niukimbie uwepo wako. Ukienda juu sana, hasa bado wewe upo. Ukishuka hata kuzimu, maandiko yanasema hata uko kuzimu, wewe bado upo hata uko kuzimu. Kwa hakuna mahali ambapo Mungu hayupo. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Hiki ni kiwango cha kwanza na ni sifa mojawapo ambayo inamtofautisha Mungu na roho zingine zote. Shetani hawezi kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Mapepo hayawezi kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja. Sifa zingine ambazo zinamtofautisha Mungu na roho zingine ni sifa yake ya umilele, eternal God, Mungu wa milele. Yeye anajiita mwanzo, anajiita mwisho. Lakini pia anaitwa asiye na mwanzo wala asiye na mwisho. Na sifa nyingine ni uwezo wake wa kujua mambo yote, all knowing God. Mungu anajua kila kitu. Haleluya. Sifa nyingine ni uweza wake. Mungu ni Mungu mwenye nguvu zote, mwenye mamlaka yote. Amesema mara ya kwanza hata mara ya pili, nguvu zote zina yeye Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hiki kiwango cha uwepo wa Mungu cha kwanza hiki ambacho tunakiita kiwango cha Mungu kuwepo kila mahali kwa wakati mmoja, ndicho ambacho kinafanya mifumo ya asili ya mbingu na nchi isiende kinyume na vile ambavyo Mungu ameumba. Unajua kimsingi hautakiwi hata kuomba mvua inyeshe. Hautakiwi kuomba jua liwake. Unapoona ni msimu wa mvua kunyesha na mvua haijanyesha, ujue kuna tabia ya nchi ya asili ambayo imekiuka masharti ya Mungu. Tuko pamoja? Na unapoona jambo kama hilo, kati ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya mambo kama hayo yatokee ni pale ambapo uasi unakuwa umekithiri katika sehemu, pale ambapo panakuwa na umwagaji wa damu, au watu ambao walitakiwa kuomba wameacha kuomba, na mambo mengine kama haya. Biblia imetaja sana mambo kama haya. Kimsingi bahari haitaki kuvuka mipaka yake. Hivi ni vitu ambavyo vimetajwa katika Biblia kwamba Mungu ameweka mipaka katika bahari, haitaki kuvuka mipaka. Upepo hautaki kuvuma kupitiliza kiwango ambacho Mungu anataka. Unapoona jambo lolote ile la asili limeenda kinyume na vile ambavyo Mungu ameumba, ujue kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kuna namna ambavyo watu wamekorofisha uwepo wa Mungu. Kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu ni kiwango cha makutaniko, Emmanuel. Tunapokutanika watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Mathayo 18 mstari wa 20 anasema wakusanyikapo wawili au watatu kwa jina langu, Yesu anasema mwenyewe, watakapokusanyika watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hasa mimi nitakuwa katikati yao. Angalia kitu ambacho Yesu anatuongezea. Tunajua kwamba Mungu yupo kila mahali, sawa sawa na Zaburi jinsi ambavyo anasema, lakini anasema watakapokusanyika watu kwa jina langu,
mimi nitakuwepo katikati yao. Anatuongezea kitu kingine hapa kwamba watu tunapokusanyika kwa jina la Yesu, kuna kiwango cha uwepo wa Mungu ambacho kinaongezeka, na hiki kiwango ni cha muhimu. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, anasema walikusanyika watu katika kanisa lilokuwa Antiokia, wakamfanyia Mungu ibada, wakafunga na kusali. Alafu Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Sauli na Barnaba kwa ajili ya ile kazi ambayo nimewaitia. Kwa watu wanapokusanyika, Roho Mtakatifu wakati wote huwa anasema. Ni tofauti na pale ambapo unaamua kukaa peke yako. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Ni tofauti na kusema kama ninafanya ibada nyumbani, ninaomba nyumbani. Kuna advantage ambayo watu wa Mungu tunaipata kila mara tunapokusanyika kwa ajili ya jina la Yesu. Na ndio maana Paulo anatusisitiza tena kwamba tusiache kukutanika kama ilivyo desturi, kwa sababu anaelewa tunapokusanyika kuna nguvu ambayo inaachiliwa, nguvu ya Mungu. Kuna uwezo wa Mungu wa zaidi ambao unaachiliwa katika jina la Yesu. Najua mimi kusoma kitabu cha Zaburi sura ya 133 anaposema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu kukaa pamoja kwa umoja, si ndio? Asema hivyo mtumishi wa Mungu Daudi. Asema watu watakapokaa pamoja kwa umoja, asema mafuta yanakuwa yanatiririka. Kuna mambo ya kikuhani ambayo yatakuwa yanaachiliwa. Anamchukulia mfano Haruni, kwamba kuna ukuhani ambao unakuwa unaendelea katikati yao. Alafu ukisoma mstari wa 3, mstari wa mwisho, anasema maana hapo ndipo Mungu alipoamuru baraka na uzima hata milele. Kwa kuna baraka ambayo inaachiliwa pale watu wanapokuwa pamoja kwa umoja. Kuna uzima. Anaposema kuhusu uzima ni maelezo au expression of the life of Jesus. Jinsi ambavyo Yesu anajieleza katika maisha ya watu. Anakuja na furaha yake, anakuja na roho wake, anakuja na nguvu zake, kwa sababu anasema alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa anasema watu watakapokusanyika pamoja kwa umoja, Mungu ameamuru baraka. Mungu ameamuru furaha, Mungu ameamuru maisha yake, ameamuru tunda la Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kabla tujaingia kiwango cha 3, tusome kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 17. Kuna kitu ambacho huwa nakipenda kuhusu huu mstari. Luka sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema hivi, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Asema na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na uweza wa Bwana ulikuwako apate kuponya. Sehemu zingine anasema nguvu za Bwana, au sehemu zingine anasema uwepo wa Bwana ulikuwako apate kuponya. Asa angalia kitu hapa, anasema Yesu alikuwa akifundisha, na watu kutoka katika maeneo tofauti tofauti walikuwa wamemwendea. Actually ni kati ya siku ambazo Yesu alifundisha na watu wakajaa sana ile siku, sababu maandiko yanatuambia alikuja mtu mwenye kupooza, wakakosa nafasi ya kupita ili wampelekee Yesu amponye. Kwa watu walikuwa wengi sana mahali pale Yesu alipokuwa akifundisha. Na Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwapo akiwafundisha watu. Alafu anaongea kitu kingine cha ziada, anasema na uweza wa Bwana ulikuwako apate kuponya, au na uwepo wa Bwana ulikuwako apate kuponya. Sasa unapojifunza kuhusu hii kiwango cha pili cha uwepo wa Mungu, ni muhimu sana kuelewa ya kwamba sio kila mahali ambapo watu wa Mungu wamekusanyika kumfanyia Mungu ibada kuna uwezo wa Bwana wa kuponya. Sio kila mahali watu tunapokutanika kumfanyia Mungu ibada Mungu anaachilia uponyaji. Yako mambo mengi sana unapoendelea kujifunza kuhusu uwepo wa Mungu, na ni kati ya kitu ambacho kinaweza kikakufikirisha kwa nini tunaweza tukawa tunafanya ibada alafu tunaendelea kuwa na magonjwa. Tunaendelea kufanyia Mungu ibada alafu maisha yetu ya rohoni hayabadiliki. Tunaendelea kufanyia Mungu ibada lakini kuna watu bado wanateseka na dhambi. Tunamfanyia Mungu ibada lakini kuna mahali ambapo shetani anatutesa kwa namna moja au nyingine. Kitu ambacho kinakuwa kinakosekana sana hapo. Ibada inakuwepo lakini kinachokosekana ni uweza wa Bwana, uwepo wa Bwana ambao una nguvu ya kubadilisha, una nguvu ya kuleta matokeo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya.
Utakapojua hicho kitu sasa, inaweza kukupa shauku ya kumtafuta Mungu zaidi, au ya kumuuliza Mungu zaidi nini ambacho kinakosekana, ambapo sasa tunaenda kwenye kiwango cha tatu cha uwepo wa Mungu. Pamoja na kwamba na chenyewe kimegawanyika katika madhihirisho tofauti, au kutokana na vile ambavyo Mungu anataka kutembea, au vile ambavyo mtu binafsi anatamani kumwona Mungu akitembea. Kuna magawanisho pia tofauti hapo. Hicho ni kiwango cha mwisho ambacho kinaitwa kiwango cha madhihirisho. Mungu anaamua sasa kuanza kujidhihirisha. Mungu anaamua kuanza kuonekana katikati ya watu wake. Kuna kitu kimoja ambacho nilikipata nilipokuwa nasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. Kuna yule kuhani ambaye alimwendea Yesu wakati wa usiku, alikuwa anaitwa Nikodemus. Alimwendea Yesu usiku, Yohana sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Anasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Anaongea kitu kizuri sana. Sema, tunajua kwamba wewe ni mwalimu na tena umetoka kwa Mungu. Akasema, kwa maana mambo ambayo unayafanya, mafundisho ambayo unafundisha na ishara ambazo unazifanya, hakuna mtu ambaye anaweza kuzifanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Hii sentensi inaweza kuwa iko sahihi na haipo sahihi, kwa sababu ishara, hata adui naye anaweza akaruhusu ishara zifanyike. Wachawi wa Farao walifanya ishara kama vile Musa alivyokuwa anafanya ishara. Kwa ishara pekee sio kitu ambacho kinaweza kadhihirisha kwamba Mungu yuko pamoja naye. Lakini Nikodemo alielewa ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye maisha ya Yesu. Akasema Mungu yuko pamoja naye. Sasa hiki ni kiwango ambacho hata mtu tu ambaye sio wewe, hata kama unaweza ukahisi kwamba yamkini Mungu alipo na mimi, lakini kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yanatokea katika maisha yako ambayo yanatuambia kwamba Mungu yuko pamoja nao. Kuna mahali ambapo Mungu anaweza kukuvusha, ambapo tunajua kabisa hapa si mkono wa mtu, ni Mungu ambaye anakuvusha. Kuna muujiza ambao unaweza ukatokea katika maisha yako, ambao tunajua kabisa hapa sio sayansi, hapa sio dawa, ni Mungu ambaye amefanya kazi. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Sasa hili kiwango cha mwisho, jinsi ambavyo Mungu anaamua kujidhihirisha katika maisha ya mtu, au mtu anaamua kumtaka Mungu. Kwa sababu uwepo wa Mungu ni kama sarafu, ni pande mbili. Mtu kwenda kwa Mungu na Mungu kuja kwa mtu. Kwa Mungu anatutafuta sababu ni asili yake, yeye amekuwa akitutafuta toka awali. Alafu anawatafuta watu watakaoamua sasa kumtafuta Mungu. Kwa ni pande mbili hapa. Sasa hii kiwango cha madhihirisho, kuna mambo ambayo yanaanza kutokea. Kuna namna ambavyo Mungu anaanza kujidhihirisha. Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa katika maisha ya mtu, ambao hauwezi kuelezwa na kitu chochote kile chenye asili ya mwanadamu. Ndicho ambacho Yesu alikuwa anatembea nacho. Napenda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Anasema habari za Yesu Kristo wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Hapa anasema akaenda huku na huku akihubiri Injili, akitenda kazi njema, akiponya wote waliokuwa wameonewa na ibilisi. Hapa anasema kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa Yesu hakufanya jambo lolote lile kwa sababu aliamua kufanya. Kuna vitu ambavyo vingeshindikana katika maisha ya Yesu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu alikuwa pamoja naye. Kusoma vizuri hapa na maize, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu akafanya kila kitu ambacho alipangiwa na Mungu kukifanya na akakikamilisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama unafuatilia maisha ya wana wa Israeli vizuri, kuna mambo ambayo yalikuwa yanatokea katika maisha yao mpaka unaweza kujiuliza. Kwa mfano, kuna wingu ambalo lilikuwa liko mbele yao wakati wa mchana, na wakati wa usiku maandiko yanatuambia kwamba lile wingu lilikuwa linabadilika na linakuwa nguzo ya moto. Kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 40 pale, ukianzia mstari wa 34 mpaka 38, anasema lile wingu lilienda mbele yao, liliwatangulia. Walikuwa wanaona wingu kabisa. Na huo ulikuwa ni mfano halisi wa Roho Mtakatifu atakayekuja baadaye, jinsi ambavyo waamini wanaweza wakatembea naye. Anasema wingu lilikuwa linaonekana, wingu lilifunika hema ya kutanikia na utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Anasema wingu lilikuwa linakaa mbele yao wakati wa mchana, kuna wingu fulani. Alafu wakati wa usiku maandiko yanatuambia ile wingu lilikuwa linabadilika na inakuwa nguzo ya moto. Na haikuishia hivyo tu, anasema ile nguzo ya moto ilikuwa inaachilia nuru katika kambi nzima ya wana wa Israeli. Ni kitu ambacho walikuwa wanakiona, sio hadithi au
sio kitu fulani cha kufikirika, ni kitu ambacho walikuwa wanakiona kwamba wingu la Mungu wanaliona wakati wa mchana na wakati wa usiku hawakuhitaji nuru, kwa maana walikuwa wanaona nuru halisi ya Mungu katika maisha yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kwamba Mungu alikuwa yupo katikati yao, uwepo wa Mungu ulikuwa katikati yao. Sasa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maisha ya shukrani pamoja na maisha ya uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu. Sasa viko vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikafanya uwepo wa Mungu uzidi kuongezeka, kutoka hatua moja hadi hatua nyingine, kiwango hadi kiwango. Kama fuatilia vizuri maandiko matakatifu, kuna sehemu ambapo wanataja watu ambao wana mafuta ya uponyaji. Wanasema wao ni mizabibu ambayo inatembeza mafuta ya uponyaji. Kwa hiyo kuna watu ambao Roho Mtakatifu anaweza kujaa sana ndani yao, akajidhihirisha sana ndani yao, na zile karama zake zikawa zinaonekana kwa viwango vikubwa sana. Yako mambo mengi sana ambayo yamefichwa ndani ya Mungu. Yako mambo mengi sana ambayo yamefichwa katika Roho Mtakatifu ambayo tunajifunza siku kwa siku. Sasa kuna watu ambao wanaweza wakajazwa kitu fulani kikawa kinafurika kiasi cha kwamba watu wengine wanakipokea kabla hata watu hawajatamka. Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Mfano kwa habari ya uponyaji, Yesu anasema kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hakusema kwamba mtaomba kwa wagonjwa, hakusema kwamba mtakemea magonjwa. Lakini najua baadhi yetu tumekuwa tukipata shida hata kuombea wagonjwa, si ndio? Anaweza kaja mtu anaumwa kichwa, akwambia niombe mtumishi naumwa kichwa. Ukamwekea mkono kichwani, ukaomba na kuomba, afu kashangaa kichwa bado kinaendelea kukuuma. Kama hujaribu unaweza kujaribu. Sasa ni viwango tofauti vya uponyaji. Ni ahadi ya Mungu, lakini kuna mambo mengi sana ambayo hajaweza kutimia katika maisha yetu. Na kwa maana hiyo ni kwamba bado tunatakiwa kuwa na juhudi katika kutafuta uwepo wa Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 95 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi sura ya 95 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Tuje mbele zake kwa shukrani. Biblia ya Kiingereza nasema tuje uweponi mwake. Zingine nasema tuingie uweponi mwake kwa shukrani. Hizi ni siri ambazo Daudi anaanza kutuambia sasa kuhusu uwepo wa Mungu na maisha ya shukrani. Tuje uweponi mwake, tuingie. Zaburi sura ya 100 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni pake, ingieni langoni mwake kwa kushukuru. Zaburi sura ya 100 mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni pake kwa kushukuru. Tafsiri zingine anasema, ingieni uweponi mwake, ingieni hekaluni mwake, ingieni katika nguvu zake kwa kushukuru. Kwa hiyo Zaburi ya 95 anasema tuje uweponi mwake kwa kushukuru. Kwa kila mara tunapokuwa tunamshukuru Mungu, tunajiruhusu sisi wenyewe kuingia uweponi mwa Bwana. Kila mara tunapokuwa tunamshukuru kwa aina tofauti, tunayaruhusu maisha yetu yaendelee kupanda katika kiwango cha uwepo wa Mungu ambacho kiko ndani yetu. Kama tuko pamoja tuseme amen katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa kuna uhusiano mkubwa sana wa maisha ya shukrani na maisha ya uwepo wa Mungu ndani ya mtu. Nikwambia si tu maisha ya shukrani ambayo anaweza kufanya kiwango cha uwepo wa Mungu kizidi kinaongezeka au kinaongezeka siku kwa siku katika maisha yako. Mambo mengi sana Yesu amezungumza mambo mengi, kwa mfano kumpenda Mungu, kuishi katika neno lake, maisha ya maombi, maisha ya unyenyekevu na mambo mengine mengi. Hakikati ya siri ambayo ipo katika kushukuru kwamba kila mara tunapokuwa tunaachilia maisha yetu kumshukuru Mungu, tunaingia katika kiwango zaidi na zaidi cha uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Ziko namna nyingi ambazo tunaweza tukamfanyia Bwana shukrani na tukawa tunajiongezea viwango vya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Namna ya kwanza ni kwa kuabudu, kusujudu na kwa kupiga magoti. Kuabudu, kusujudu na kwa kupiga magoti. Zaburi ya 95 mstari wa 6 anasema, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Hapa mstari wa pili ametuambia tuje mbele zake, tuingie uweponi mwake kwa kumshukuru Mungu. Alafu anaanza kueleza namna gani ambapo tunaweza tukamshukuru Mungu. Kati ya namna moja hapo ambayo Daudi anaisema ni kwa kuabudu, kusujudu na kwa kupiga magoti mbele za Mungu aliyetuumba. Sasa hii inatakiwa iwe tabia yako, si kwa sababu tu umekuja ibadani hapo siku ya Jumapili ndio ulale chini mbele za Bwana, ndio upige magoti mbele za Bwana, ndio kichwa chako kiguse chini mbele za Bwana. Yanatakiwa yawe maisha.
Unapokuwa nyumbani, unaweza kaamua tu kutaja sifa za Bwana, kuliadhimisha jina la Bwana, ukapiga magoti, ukasujudu, ukaunyenyekeza moyo wako, ukaanguka chini mbele za Bwana. Maandiko yanatuambia tunapokuwa tunafanya hivi, tunajiingiza sisi wenyewe katika uwepo wa Mungu. Ni vitu ambavyo unajenga kama tabia siku kwa siku. Kupiga magoti mbele za Bwana. Kuna watu ambao hamwezi kupiga magoti mbele za Mungu. Ukipiga magoti dakika 2-3 unasikia magoti tayari yanaanza kuuma kwa sababu haujajizoeza. Lakini kati ya siri ambayo ipo katika kupiga magoti ni lango moja hapo la kuingia uweponi kwa Mungu. Unapokuwa mwenyewe nyumbani, piga magoti hata saa moja ama saa mawili, mwabudu Mungu ukiwa umepiga magoti hapo. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Jambo la pili ambalo tunaweza tukafanya kama sehemu au aina ya kumshukuru Mungu ni kwa kutaja au kuzitamka sifa zake. Maandiko yanataja sifa nyingi za Mungu, kuzitaja au kuzitamka. Hata unapokuwa mwenyewe, jifunze kutamka sifa za Mungu. Jifunze kueleza matendo ya Mungu, uzuri wa Mungu. Jifunze kulisifu jina la Bwana. Unapokuwa peke yako, litukuze tu jina la Bwana. Taja mambo ambayo jina la Yesu linaweza likafanya katika maisha yako. Jifunze kuisifia damu ya Yesu. Jifunze kumsifia Roho Mtakatifu. Tamka maneno mazuri mbele zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tamka maneno mazuri, maneno ya kupendeza kwa mpenzi wa moyo wako. Mtaje jinsi ambavyo unampenda Mungu. Eleza. Ukisoma kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 21, ni kile kipindi ambacho mfalme Yehoshafat amezungukwa na mataifa matatu tofauti, wanataka kufanya naye vita na kumshinda. Na maandiko yanatuambia kwamba akawaita watu watakao mshukuru Mungu, watakao taja sifa za Bwana. Alafu akasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Maandiko yanasema walipokuwa wanafanya hivyo, Mungu akaweka waviziao, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Walikuwa wanatamka kabla hawajaanza kuimba, sababu mstari unaofuatia ndio unaanza kutuambia kwamba wakaanza kumwimbia Mungu na Mungu akaweka waviziao. Lakini walianza kumshukuru, afu wakatamka sifa za Bwana. Kati ya sifa ambayo Mungu anao ni kwamba fadhili zake ni za milele. Uaminifu wake unadumu vizazi hata vizazi. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hivyo jifunze kuzitamka sifa za Bwana. Kama hauna maneno mengi ya kutosha, jifunze kuzisoma Zaburi. Zisome Zaburi unapokuwa unamwomba Mungu, unapokuwa unamsifu Mungu. Zaburi nyingi inataja uzuri wa Mungu, inataja sifa zake. Weka Zaburi hapo, taja sifa za Bwana. Kwa unapokuwa unafanya hivyo, ni njia mojawapo ya kumshukuru Mungu. Na kadri unapofanya hivyo, unaingia katika kiwango kikubwa cha uwepo wa Mungu. Aina nyingine ambayo unaweza kuifanya kama sehemu ya kumshukuru Mungu ni kwa kusifu, ambayo hii tumekuwa tukiifanya mara nyingi. Ni kawaida ya Wakristo kumsifu Mungu. Sasa natakiwa yawe maisha yako hata unapokuwa nyumbani, kujenga maisha ya ibada ya sifa. Na sifa ziko za aina nyingi. Zaburi ya 150 anataja sifa za aina nyingi. Kumsifu Bwana kwa vinubi, kwa zeze, kwa matari, kwa filimbi, kwa kucheza, kwa namna yoyote ile ambayo unaweza kumsifu Bwana. Pamoja na kwamba kuzitaja sifa za Bwana ni sehemu ya kumsifu Mungu, lakini ziko sifa za aina tofauti tofauti ambazo unaweza kuzifanya. Yoyote ile ambayo unaweza kuiachilia mbele za Bwana. Kwa hapo Chronicles, Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 22, maandiko yanatuambia kwamba walianza kumsifu Bwana. Walimsifu Bwana, alafu Mungu akaamua kuingilia kati vita iliyokuwa katikati yao. Zaburi sura ya 7 mstari wa 17, Zaburi sura ya 7 mstari wa 17 anasema, nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Kwa tunaliimbia jina la Bwana, tunauimbia utakatifu wa Bwana, tunaishukuru damu ya Yesu, tunamshangilia Mungu mwamba wa wokovu wetu, na tunamtukuza Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Haleluya. Kwa kumsifu Bwana, msifu Bwana kadri uwezavyo. Regardless of your situation, haijalishi uko katika nyakati gani, msifu Bwana wakati wote. Jifunze kuweka sifa za Bwana ziwe kinywani mwako wakati wowote ule. Hata wakati ambao unaona mambo hayaeleweki, mazingira ya kuruhusu kumsifu Mungu, jifunze kumsifu Mungu na Mungu ataingilia kati katika jina la Yesu. Haleluya. Namna nyingine ambapo tunaweza tukamshukuru Mungu ni kwa kuyasimulia matendo mema aliyoyafanya, kuyasimulia. Sasa kuna point ya pili ambayo nisema kwa kutaja au kutamka. You declare, unautaja hasa unapokuwa mwenyewe. Unapokuwa na watu wengine, jifunze kuyasimulia matendo ambayo Mungu ameyafanya. Ndio maana makanisa mengi yana tabia ya kuweka kipindi cha shukrani. Tunasema nilikuwa katika wakati mgumu sana, sikujua kama nitavuka,
nikamwomba Mungu na Mungu akanifanyia hiki. Nilikuwa katika gari siku moja, mwaka fulani nilikuwa nasafiri, alafu ghafla gari likaanguka, nilikuta nimepona peke yangu. Watu wasema, oh my God, this God is so wonderful, Mungu ni wa ajabu. Ile ajali ya kulipata, niliona watu wamechubuka, watu wameumia, watu wamefanya, lakini nilipona. Unayasimulia matendo makuu ya Mungu ambao Mungu ameyafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kuwasimulia. Mimi napenda kuwasimulia watu mambo ambayo Mungu amefanya. Mungu alifanya kitu chochote usiku nitatafuta. Kuna watu ambao watatafuta sana, aisee Bwana, Mungu alifanya muujiza mwingine leo. Mungu alifanya muujiza. Lazima nikwambie, haiwezekani muujiza nibaki nao peke yangu. Haiwezekani. Mungu anafanya muujiza mingapi ndugu yangu? Tafuta watu waambie. Haleluya. Usikae na kitu cha Mungu peke yako. Sasa kinakusaidia nisusha kiona. Mimi nilikuwa sijawahi kuombea mtu ambaye hasikii kabisa. Mwaka jana niliitwa kwenye mkutano wa Injili, na hapa nayasimulia sasa matendo makuu ya Mungu ambao Mungu alifanya. Nikaenda kwenye mkutano wa Injili, akaja mtu anasema huyu hasikii, ila zamani aliwahi kuwa anasikia. Ni binti kama miaka 15 hivi 16. Sasa sijawahi kuomba. Unajua kama hujawahi kuombea kitu usikulumbuke bwana, mambo yanaweza kagoma. Kwa nikaombea wengine huyu nikamweka wa mwisho. Mungu akanipa ujasiri ndani yangu, nikamweka mbele ya watu wote. Akamweka mbele ya watu wote. Akamwambia mlete. Mama yake akamleta pale, akasema huyu hajawahi kusikia kabisa. Sasa alikuwa anasikia zamani, lakini siku hizi hasikii kabisa. Sasa okay, tunamwombea. Kaweka mikono kwenye masikio. Akamwambia ewe masikio, sikia katika jina la Yesu. Alafu nikaenda nyuma kidogo, nikamwambia dada sema moja, akasema moja. Akasema wow, Mungu ni mwema. Mbona mumshangilie Yesu jamani? Kwa sasa yako mambo mengi ambayo Mungu anayafanya kila siku. Kila siku. Nikwambia ajali ambazo Mungu ameniepusha nazo, napenda kuzisimulia kwa sababu nilikuwepo katika baadhi ya ajali, alafu sikuchumuka. Wana wa Israeli maandiko watuambia kwamba walikaa jangwani miaka 40, hata miguu haikuvimba, hata viatu vyao havikuchakaa. Wameeleza sifa ambazo Mungu alizifanya, matendo ya Mungu. Na sisi ni agizo kuyasimulia matendo ya Mungu. Mtafute mtu kila siku, mtumie ujumbe kwamba Mungu ameniamsha hata salama. Kama una hata kitu cha kumwambia, mwambie tu Bwana niko hai tena na leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi sura ya 9 mstari wa 1. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitayasimulia, watu wajue jinsi Mungu alivyo mzuri. Watu wajue uaminifu wa Mungu unaodumu vizazi hata vizazi. Yasimulie matendo makuu ya Mungu ambao Bwana amekufanyia. Kitabu cha Isaya sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 4 nasema, na katika siku hiyo utasema, Bwana nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imenigeukia mbali, nawe unanifariji moyo. Mstari wa 4 anasema, na katika siku hiyo nitasema, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, yatangazeni matendo yake kati ya mataifa. Tangaza matendo ya Mungu katikati ya mataifa. Hata unapokuwa unashuhudia watu, kuna watu wanashuhudia watu ambao wamjui Yesu kwa mambo ya kutisha. Tunawatisha watu. Yasimulie matendo makuu ya Mungu ambao Mungu amekuwa akiyafanya kutoka vizazi hata vizazi. Mambo ambayo matendo makuu ya Mungu ambao Yesu amekuwa akikufanyia wewe. Unaona Yesu alipokuwa anawaponya wale wenye ukoma, aliwaambia nendeni mkawaambie makuhani mambo makuu ya Mungu ambao aliwafanyia. Nendeni mkawaambie, waambie watu mambo ambao Yesu amekutendea Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna nyingine ambayo tunaweza tukamshukuru Mungu ni kwa aina tofauti za sadaka. Aina tofauti za sadaka zinaitwa dhabihu za kushukuru, na katika Agano la Kale zilikuwa zinaitwa dhabihu au sadaka za amani. Yule kaka wa kinanda naomba uje nisaidie. Zaburi sura ya 50 mstari wa 14 na wa 23. Zaburi sura ya 50 mstari wa 14. Anasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mstari wa 23 anasema, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Dhabihu za kushukuru inaitwa sadaka za kushukuru. Sasa nikurudisha nyuma kidogo katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17, ni kuonesha kitu kikubwa ambacho kimefichika hapa. Kuna siri katika sadaka tofauti za kushukuru. Najua wengi mmewahi kutoa sadaka za shukrani kwamba Mungu amekuvusha katika hiki, unaleta 10,000 yako 20,000, ni zaidi ya hapo.
Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 7 mstari wa 11 na wa 12, anasema na sheria ya matoleo ya sadaka za amani atakazosongeza mtu kwa Bwana ni hii, kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani. Sadaka za amani hizi Biblia imetaja mara nyingi sana. Ukiwa mfuatiliaji wa mambo ambao Mungu aliwaamuru wale watu ambao walianza kumfanyia ibada hema ya kwanza, kuna sadaka za amani ambazo alikuwa ameziamuru mara nyingi. Na unajua ya kwamba hata walipokuwa taifa la Israeli wataka kupatana na Mungu mwingine, walianza kwa kumshukuru. Walipokuwa wametoka kwa Mungu wa kweli katika Kristo Yesu, wanaenda kwa Mungu mwingine ambaye si hai au kwa sanamu. Kwa mfano Kutoka sura ya 32, maandiko yatuambia kwamba walitengeneza ndama wakaanza kuifanyia ibada, na maandiko yatuambia kwamba walitoka asubuhi na mapema waitolee sadaka za amani, dhabihu za amani, dhabihu za kushukuru ndama. Kwa palikuwa kuna siri katikati ya sadaka. Anasema kwamba wailete hiyo sadaka, kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani. Ndipo atakapoisongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu iliyoandaliwa na mafuta na mikate. Okay, unaweza kaendelea kusoma, nataka nimalize hapa. Kuna vitu ambavyo Mungu aliwaamuru watoe kama sadaka ya shukrani. Aliwaambia walete mikate isiyotiwa chachu, akawaambia walete damu na walete nyama. Damu, mikate na nyama, ambayo hicho ni kitu ambacho Yesu alikuja kukifanya tena kabla hajafa. Aliwaamuru watu wale mkate kama mwili wake, akaamuru watu wale ile divai kama damu yake, alafu yeye ni nyama halisi ambaye ataenda kutolewa. Kwa ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wa Yesu yeye mwenyewe. Alipokuwa anataka kuondoka Yesu, aliwapa mkate watu wakamega, wakanywa na damu, alafu na nyama au Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni dhabihu takatifu ya Mungu isiyokuwa na mawaa, yani mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa, alijitoa yeye mwenyewe akakamilisha dhabihu ya amani ili kuturuhusu sisi tuingie tena uweponi mwa Bwana. Hii ni sadaka ya amani ambayo aliifanya mkombozi wetu Yesu Kristo mwenyewe. Najua kuna watu bado hawajaelewa. Hii ni sadaka ambayo ilikuwepo toka zamani, na ni sadaka ambayo itakuwepo mpaka tutakapokwenda mbinguni juu, tutakapoonana na Mungu. Ni sadaka ambayo itaendelea kuwepo, sadaka ya amani, sadaka ya kumshukuru Mungu. Sasa wazee 24 kule mbinguni huwa wanamsifu Mungu na kumwabudu wakati wote. Tumesema tunaweza tukamshukuru Mungu kwa kumwabudu, kwa wanaendelea kutoa sadaka ya shukrani. Dhabihu ya shukrani ni dhabihu ambayo inadumu milele na milele. Hata ajapo Yesu tutaendelea kumshukuru. Hata atakapokuja mwana wa Mungu, na maisha yetu yote baada ya unyakuo yatakuwa maisha ya kumshukuru Mungu, na tutaendelea kukaa uponi mwa Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Nitamani nieleze sana hapo, ila muda hauniruhusu. Kitu cha mwisho ambacho unaweza kufanya ni kwa maombi, kwa namna ya maombi ya kiimani, maombi yanayoitwa maombi ya shukrani. Kile kitu ambacho unaweza kufanya hata wewe mwenyewe, wakati mwingine tenga muda ufunge, unafunga tu kwa ajili ya kumshukuru Mungu, hata kwa ajili ya mambo ambayo Mungu hajayafanya bado. Unaomba hapo, utaji mahitaji hapo, sio kutaja mahitaji yako. Sasa kuna watu ambao tukienda tu mbele za Mungu, Mungu kumbuka nina shida ya ada, Mungu kumbuka wiki ijayo ni mitihani, kumbuka nikimaliza chuo nitaenda wapi. Yaani maswali yanakuwa mengi tunamuuliza Mungu. Jifunze kuachilia maombi maalum ya shukrani kwa ajili ya Bwana. Yatamke. Zaburi ya 118 mstari 21 anasema nitamshukuru Mungu kwa kuwa amenijibu maombi yangu. Nitamshukuru Mungu kwa kuwa amejibu sala zangu. Hakutaja maombi gani, lakini anasema hata yale maombi ambayo nimekuwa nikiyaomba nitamshukuru Mungu kwa haya, kwa sababu Bwana amenijibu tayari. Yesu alipokuwa anataka kumnyanyua Lazaro kutoka katika kaburi lake, sasa Baba ninakushukuru kwa kuwa wewe unanisikia siku zote. Hata leo hii unanisikia, na kwa sababu ya makutano haya, ona alivyoanza, alikuwa naomba maombi ya shukrani ya kiimani, hapo akatamka Lazaro njoo nje, na maandiko yatuambia muujiza ukatokea katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo wa mstari ambao sema usijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Wafilipi 4:6, usijisumbue kwa neno lolote, usali uombe. Unapoona Mungu amefanya, Mungu hajafanya, usiache kumshukuru Mungu. Fanya maombi ya kiimani ya kumshukuru Mungu wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ni maombi ambayo huwa yanafunikwa na uwepo wa Mungu. Jaribu tu mwenyewe, kaa tu tenga saa zima, wasema leo ninapiga magoti kwa ajili tu ya kumshukuru Mungu. Tumeombea mahitaji mangapi ndugu zangu? Tumefanya mifungo mingapi ya vitu tofauti, ya kutaka uwepo wa Mungu, ya kutaka miujiza, ya kutaka nini? Mambo ni mengi ambayo tumekuwa tukiomba. Jaribu kufunga siku moja, jaribu kukaa kupiga magoti. Leo nimekuja na shukrani mbele za Mungu.
Unaanza kwa kumwabudu Mungu, unamsifu Mungu, unazitaja sifa za Mungu, unakaa hapo na kwambia my friend, haitachukua muda, kuna wingu ambalo utaanza kulisikia limekuja hapo. Ninakwambia sababu na hakika na kitu ambacho nakizungumza, wingu la Mungu linakuja kirahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni aina tofauti ambazo tunaweza tukazifanya kama shukrani kwa Mungu. Na kumbuke kila mara unapofanya haya mambo unaingia uweponi mwa Bwana. Haleluya. Umetembea na nimerudi kushukuru Mungu. Karibu kaka Ismail. Hebu tusikie ule mkono umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba. I
tunakushukuru kwa jina lako Yesu Kristo uliotupatia sisi wanadamu. Unasema wala hapana wokovu katika mwingine wewe, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu tuliopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Asante kwa jina la Yesu ambalo umetupatia. Asante kwa jina la Yesu. Asante kwa dhabihu ya damu yako. Asante kwa dhabihu ya mwili wako. Asante kwa mateso ya msalaba wako. Tunakushukuru, 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 tunakushukuru. Lord, we give you glory. We exalt your name. We magnify your name. Tunakuinua ewe Bwana. Asante kwa uwepo wako maishani mwetu. Asante kwa jinsi ambavyo unatembea nasi. Asante kwa jinsi ambavyo unajidhihirisha maishani mwetu. Siku kwa siku ewe Bwana. Unajidhihirisha ewe Bwana. Unajidhihirisha. Tunapokuwa tunaomba na tunampeka Bwana tunaomba. Bwana unajidhihirisha. Bwana unatembea nasi. Asante ewe Yahweh. Asante mwaminifu mkamilifu. Asante wewe. Uwezaye kutenda mambo makubwa. Unayetenda mambo makubwa na ya ajabu kila siku. Kuliko yale tunayoyaomba. Kuliko yale ambayo tunayawaza. Asante Yesu Kristo. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa neema yako. But you have done what no man has done, and you will do what no man will do. I have no
anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Dhumuni la Roho Mtakatifu kutupatia wimbo huu, yamkini unahitaji maombi kama yale Yesu ambayo alimfanyia Petro. Anasema shetani amekusudia kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea wewe Petro, ili imani yako isitindikiwe. Kuna wakati ambao unaweza ukawa unafanikiwa kwenye maisha haya, lakini unajua kwamba sio Mungu aliyekusaidia. Inawezekana ni darasani, unajua kabisa kwamba pasipo cheating, bwana wewe, nisingefanikiwa hapa. Kwa hiyo unakosa ule ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kwamba Mungu umenisaidia hapa. Inawezekana ni kwenye ndoa, unajua kabisa kwamba hapa nisingefanya hiki. Kiukweli kabisa. Yaani ni kama unakuja you are mocking God kwamba umenisaidia hili, unamletea sadaka, lakini unajua ndani yako ya kwamba imani yako haijaendana na dhamiri iliyo safi. Na lakini wakati mwingine imekuhitaji ili uweze kuwa hivi ulivyo leo hii. Yaani uwezo ukasema kwamba Mungu ndiye aliyeniponya, ila ni kwa sababu nilifanya hiki na hiki na hiki na hiki. Hauna ujasiri wa kusimama mbele za mashahidi wengi kama maandiko yanavyosema, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Hauna ujasiri wa kusimama mbele za watu wengine, kwa sababu unajua imani yako kuna mahali ilifeli, kuna mahali ilitindika, kuna mahali ilipungua. Kama unahitaji maombi haya, njoo tu hapa mbele tuombe pamoja, kwamba Mungu, pamoja na kwamba ninakushukuru kwa vitu vingi sana, lakini ninatamani imani yangu isitindikiwe. Yesu, naomba uniombee. Petro mwenyewe asingekuwa ameombewa na Yesu, na yeye mwenyewe alijijua saizi niko mbali kabisa. Ndio maana alienda kuendelea na shughuli zake za kufua. Lakini Yesu alipokuja anasema nenda kawaambie wanafunzi pamoja na Petro. Manake Petro alikuwa anajua kwamba mimi saizi sina tena habari za Yesu. Alikosa hata ujasiri wa kusimama mbele za watu kutaja matendo yake makuu, huyu Mungu aliyomtendea. Mpaka kijakazi anamwonea aibu, anasema hapana, huyo Yesu simfahamu. Kama unajua unahitaji hayo maombi, tunaye kuhani mkuu anaitwa Yesu Kristo.